Sasa waandishi wa habari mna wajibu gani? Ulinzi wa haki za binadamu unatokana na uwepo wa waandishi wa habari wanaotekeleza majukumu yao kwa kuzingatia weledi na uwajibikaji. Waandishi wa habari ni lazima wazingatie viwango vya hali ya juu vya kudumisha uaminifu na kutunza imani yao kwa umma. Hii ni pamoja na kusimamia ukweli, uaminifu na kutunza imani yao kwa umma, kujiepusha na madhara yasiyokuwa ya lazima kwa jamii, kuzingatia maoni na sauti za watu wenye mitazamo tofauti katika uandishi wao. Mheshimiwa Kamishna ameongelea kwa kirefu kuhusiana na swala hili, kutokuwa na mitazamo tofauti ya uandishi. Katika kipindi cha uchaguzi, waandishi habari wana wajibu kama ifuatavyo: moja, kuelimisha wananchi masuala ya uchaguzi. Waandishi wa habari wana wajibu wa kuelimisha umma kuhusu uchaguzi ili waweze kufanya maamuzi sahihi. Wajibu wa pili, kuripoti habari na matukio yote ya uchaguzi kwa usahihi, haki bila upendeleo kwa chama, mgombea au msimamo wowote wa kisiasa. Hili kamishna pia amelifafanua kwa kirefu. Kuweka uwiano sawia wa taarifa kwa vyama vyote vinavyoshiriki uchaguzi. Wajibu wa tatu, kuheshimu usiri wa mtu. Kwa mfano, mwandishi anatakiwa kuwa makini kutoa hoji wapiga kura kwa namna inayopelekea kuvunja usiri wa kupiga kura, kuepuka na kuonyesha picha mnato au mjongeo kwa mtu au mpiga kura anapopiga kura ndani ya chumba cha kupigia kura. Wajibu wa nne, kuhamasisha ushiriki wa raia wenye sifa kushiriki uchaguzi. Hii nitakufanua kidogo. Tumetekeleza jukumu la kutembelea mikutano kama nilivyosema, ili kujionea hali halisi. Tumeongea na wagombea wa ngazi wa nafasi za ubunge na udiwani kwa Kahama, manispaa ya Kahama na hapa Shinyanga mjini. Tumesisitiza hili swala kwamba wananchi wahamasishwe, washiriki kwenye mikutano ya kampeni, wasikilize sera za wagombea, wapime ni nani anafaa. Na vile vile tumesisitiza wasisitize wananchi, na sisi hiyo pia tumelifanya kupitia vipindi ambavyo kamishna Shuri amevifanya kwenye redio, kwamba tuwasisitize wananchi wajitokeze tarehe 29 Oktoba kupiga kura, kwa sababu ile ni haki yao ya kikatiba. Tusiwakatishe tamaa, kwa sababu wananchi, sisi ni sehemu ya wananchi na tunaishi nao. Watu wasisitize wajitokeze, wasikilize wananchi. Na nyie pia na waomba katika kuhamasisha wananchi, nanyi muendelee kushiriki katika kampeni. Nyie ni kioo cha jamii na jamii inawategemea. Habari nyingi tunazitegemea kutoka kwenu, si ndio jamani? Naitwa Grayson Kakuru, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Shinyanga. Leo wanachama wa SPC kiukweli kabisa wamevuna elimu tosha kuhusiana na haki na wajibu katika kipindi cha uchaguzi huu wa 2025. Kama tunavyojua, katika chaguzi hizi kuna mambo mengi. Kuna baadhi ya waandishi ambao wanahitaji kukumbushwa ule wajibu wao katika kuripoti habari hizi za uchaguzi. Kwa hiyo Tume ya Haki za Binadamu leo imetupa nyenzo na imetukumbusha kwamba sisi kama waandishi wa habari hatuna budi kuzingatia mambo mengi katika wakati huu kuelekea kipindi cha uchaguzi mkuu. Lakini kikubwa sisi ambao SPC tumevuna ni kwamba tumefahamu na tumekumbushwa kwamba uchaguzi mkuu ni takwa kwanza la kisheria ambalo sisi kama waandishi wa habari inabidi tuelimishe jamii ukweli kwa kile kinachotokea bila kujali itikadi za mtu yoyote.